Mara nyingi pasipo idadi. Nijisikia maumivu lakini nishindwa kutoa taarifa kwa sababu alikuwa anatishia mauaji. Hata mimi naitwa mara nyingi pale mkoani kwa RPC kuulizwa, mbona bwana waganga fulani anaonekana amekwenda huyu mteja amemtapeli, amembaka. Katika jamii nyingi, familia huchukuliwa kuwa ngome ya usalama kwa mtoto, lakini kwa watoto hawa watatu wa kike, familia imekuwa chanzo cha maumivu yasiyofutika, na hii ni baada ya kupitia ukatili wa kingono kutoka kwa baba yao mdogo. Dada mkubwa mwenye umri wa miaka 15 kwa sasa, hapa anasimulia kwa uchungu namna ambavyo baba yake mdogo alivyombaka mara kwa mara tangu akiwa na umri mdogo. Anasema ukimya wake ulikuwa ni njia ya kuishi, lakini pia imekuwa chanzo cha maumivu ya muda mrefu katika maisha yake. Kwanza kabisa nilisikia maumivu na nilijisikia vibaya. Mara nyingi pia inamaanisha zaidi ya mara 5, 6 ama kuliko zaidi. Pasipo idadi. Na baada ya kufanyia matibabu ya chakula ilikuwa nisikiaje na kwa nini taarifa? Nijisikia maumivu lakini nishindwa kutoa taarifa kwa sababu alikuwa anatishia mauaji. Nilikuwa nikiishi baba mdogo na mama. Na wakati wote tunafanya katika nyumbani, wakati wote wa familia ama kwa pembeni ama alikuwa ni ananitoa pembeni. Ni polini. Alikuwa anatumia njia yani mchomaji mkaa. Kwa hiyo anatumia njia kupitia kwa mkaa. Nasema tunaweza kuuza mkaa lakini tukifika eneo anafanya hivyo vitendo. Lakini si yeye peke yake. Wadogo zake wawili, mmoja akiwa na umri wa miaka 9 kwa sasa na mwingine akiwa na umri wa miaka 7, na walikumbana na ukatili huo wa kubakwa na baba yao mdogo. Baada ya kunilinda Mfindi kwa dadangu kwa miaka 2 ndio nilivyorudi ndo tukaja hapa kituoni. Ndio inabidi nirudi ili nije niwaokoe wadogo zangu. Niliondoka nao kwenda ofisini kujieleza, baada hapo wakachukua hatua kwenda kumkamata mtuhumiwa, tukaenda kituo cha polisi. Hapa tulifika kwa njia hiyo kufika mahakamani, baada hapo tukajieleza, kujieleza ndo akatuleta hapa. Mama kutuelewa kwa sababu hakujua ni mazingira gani tuliondoka. Kwanza kabisa alikuwa na hasira kwa sababu niliwatoa bila kumshirikisha yeye. Pia napenda kuwasihi wazazi wetu wakae kujua kwamba kuna wanaume wengine ambao sio wanaume wazuri katika familia, wajiepushe. Tito Benedict ni afisa ustawi wa jamii kutoka kituo cha Huruma Center, anaeleza namna ambavyo ukatili huo ulivyokuwa umewaathiri watoto hao hapo awali na mabadiliko yanaendelea kuyapata siku hadi siku ndani ya kituo hicho. Mabinti waliotoka kujieleza hapa tuliwapokea katika hali ambayo kwanza kabisa ni huzuni kwa sisi walezi, lakini hata kwa wenyewe walikuwa ni watu ambao wana huzuni kutokana na jambo ambalo limewapata. Na ni watu ambao walikuwa wanaonekana ambao wana kisasi cha kulipa hasa kwa huyo mtu aliyowafanya kitendo cha ukatili. Lakini kwa ushirikiano wa walezi wanaoishi nao na wachungaji waliopo mahali hapa wanaoishi nao, walipowacancel lakini waliwafundisha mambo ya kiroho, kwa maana mambo ya kidini. Wale wajue kusamehe na pia wajue kusahau yale yaliyowakuta. Na toka tumeishi nao hapa mpaka sasa ni wapo salama, na pia ni watu ambao wanaonekana wamesahau na kusamehe matukio yote, kwa maana sasa akili yao imerudi kwamba wenyewe ni wazima na wana furaha tu muda wote. Mdogo alikuwa ni mkulima na alikuwa ni mchomaji wa mkaa. Sasa alikuwa anapenda sana kumchukua huyo mtoto mkubwa, na wakati alikuwa akimchukua sehemu anakoenda nao kutoa mkaa shambani, ndio sehemu ambako alikuwa anaitumia kufanyia matendo ya ukatili kwa huyo binti mkubwa. Na amemfanyia ukatili kwa kipindi kirefu. Na kwa nini mtoto alikuwa aende kusema tukio kama hili mpaka wamefanywa hivi, mpaka imepita kwa wadogo zake pia? Ni kwa sababu baba mdogo alikuwa anaonyesha silaha na akiwaambia kwamba, anamwambia mkubwa, ukigoma na ukisema
naenda kuwaua wadogo zako, kwa sababu alikuwa anaishi naye. Kwa alikuwa anasema naenda kuwaua wadogo zake. Kwa hiyo kwa sababu ya uoga wa binti mkubwa, alikuwa anakubali afanyiwe hivyo vitendo kuwaokoa wadogo zake wasiuawe. Kwa hiyo alifanyiwa hicho kitendo kwa muda mrefu mpaka siku ambayo anaondoka tena pale alipokuwa anaishi. Maana yake baba mdogo akaanza tena kwa wadogo zake tena. Anaondoka, baba mdogo akaanza tena kuwafanyia vitendo vya ukatili wadogo zake. Na taarifa yeye alisikiaje mpaka ikafika mpaka mwenyekiti, kwamba wakati amerudi kumsalimia mama alisikia kwa majirani kwamba unajua wadogo zako wanafanywa vitendo hivi na hivi, umesikia hilo jambo, umelipeleleza? Yeye akasema ajui. Baada ya dakika fulani wakaitwa na mwenyekiti. Walipoitwa na mwenyekiti, mwenyekiti akaongea naye, lakini akaanza kumbana pia dada mkubwa. Ikaonekana na dada pia naye ni mtu ambaye ashafanywa vitendo vya ukatili na huyo kaka, na huyo baba mdogo kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo sasa serikali, kwa mkono wa serikali, ilimkamata mtuhumiwa, na sehemu ilikwenda kumkamatia ni kule kule ambako alikuwa anamfanyia dada mkubwa, ambako ni shambani, alikuwa anamfanyia vitendo vya ukatili. Na mtoto alitoa ushahidi, na kweli vithibitisho vilionekana mahali ambako alikuwa akimfanyia vitendo vya ukatili. Kwa hiyo mtuhumiwa alikamata, akashikiliwa na jeshi la polisi, lakini hao watoto walichukuliwa kwa ajili ya maelezo na ushahidi pia. Lakini baada ya kuchukuliwa waliletwa mahali hapa, kuhifadhiwa mahali hapa kwa sababu ya usalama wao pia. Kwa sababu nasema ni kwa sababu gani walitolewa kule? Kwa sababu ya usalama. Moja, ndugu kwa upande wa baba mdogo walikuwa wanamfuatilia, kwa maana walikuwa wanamtetea baba mdogo. Lakini pia mbili, ilikuwa sio eneo sahihi kwao, kwa sababu kila mtu sasa alishajua taarifa zao kwamba huyu kafanywa kitendo hichi, huyu kafanywa kitendo. Kwa hiyo serikali iliwahamisha ikawaleta mahali hapa salama, mpaka sasa ni wazima wa afya na wana furaha pia. Kwa sasa watoto hawa wanapata hifadhi katika kituo cha Huruma Center. Wanajifunza tena kwa watoto, wakisaidiwa kwa huruma na stadi maalum ya walezi wa kituo hicho. Mchungaji Pendo Sanga ni mkuu wa kituo hicho, na hapa anaelezea namna ambavyo watoto hao wanafikia mikononi mwao. Center kipo kwa ajili ya kuwasaidia watoto, na watoto ambao tunawapokea kwenye kituo chetu ni watoto ambao wamekutana na mambo mbalimbali kwenye jamii na kwenye familia zetu kabisa. Na baadhi ya watoto ambao tunao ni watoto yatima, kwa maana hawana wazazi wote wawili na wana mazingira magumu. Kwa hiyo hawa watoto wanakuwepo kwenye kituo. Lakini tuna baadhi ya watoto wametelekezwa, watoto ambao wameokotwa labda stendi au sokoni au katika mazingira ambayo ni jirani na mikusanyiko ya watu. Mfano hospitalini, unakuta mtoto anakutwa pale katika mazingira ambayo haeleweki. Kwa hiyo anakuwepo pale, baada ya kufanywa utafiti na kujithibitisha kwamba ni kweli hafahamiki, basi watoto hao wameletwa kwenye kituo. Lakini janga kubwa sana ambalo tunalo kwenye jamii kwa sasa ni watoto ambao tunawapokea, watoto tunasema ni wahanga wa vitendo vya ukatili. Na vitendo hivi vya ukatili bahati mbaya sana vinafanyika kwenye familia zetu, majumbani mwetu na kwenye maeneo mbalimbali ambayo yanatuzunguka. Kwa hiyo pia tunao watoto ambao wamefanywa vitendo vya ukatili. Na ninapozungumza habari ya vitendo vya ukatili, tuna watoto ambao wamebakwa na ndugu wa karibu kabisa. Tuna watoto ambao wamelawitiwa na wengine mpaka na wazazi au na walezi kabisa wa karibu. Lakini pia tuna watoto ambao wamefanyiwa ukatili wa kimwili, kwa maana ukatili wa kupigwa kuliko pitilizwa au ukatili hata wa kutelekezwa na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo tuna watoto ambao wamekuja kwa ajili ya vitendo mbalimbali, vitendo vya kiukatili. Lakini baadhi yao pia wachache ambao tunao ni watoto ambao wanatoka katika mazingira magumu. Tunaposema mazingira magumu, kwetu sisi wa Afrika tunajua mazingira magumu ni mazingira magumu kweli kweli. Wakili Moses Mbinduile anaelezea kuhusu wajibu wa kisheria wa kuripoti matukio ya ukatili kwa watoto na hatua za kisheria kwa wale wanaoficha matukio hayo. Inapokuja swala zima ambalo linahusu haki za mtoto ambaye anafanyiwa vitendo vya unyanyasaji, mzazi anakuwa na taarifa na vitendo hivyo, au mtu yeyote yule anakuwa na taarifa na vitendo vinavyofanyiwa huyo mtoto.
sheria ya watoto inamtaka mtu huyo aweze kutoa taarifa kwa vyombo husika au kwa mamlaka husika ili kuzuia vitendo vya ukatili dhidi ya mtoto huyo. Bahati nzuri, sheria ya watoto yenyewe imekwenda mbali zaidi, ikaweka hata adhabu. Mtu yeyote ambaye anaficha taarifa za vitendo vyovyote vinavyofanywa dhidi ya mtoto, vitendo vya kikatili, adhabu yake atakapobainika sio chini ya miezi mitatu. Akipelekwa mahakamani ataweza, akikutwa na hatia, basi kifungo chake kinaweza kikawa ni miezi mitatu. Lakini pia kuna faini ambayo sheria imeweka ambayo pia haizidi shilingi ngapi? Shilingi 50,000. Kutokana na jamii kuendelea kuonyesha vidole waganga kienyeji juu ya uwepo wa matukio hayo, nimezungumza na mwenyekiti wa shirikisho la tiba za jadi Mzee Abdi Simba, ambapo ametoa onyo kali kwa waganga wanaojihusisha na vitendo vya kushirikina ama ukatili kwa watoto. Sana kumuita mtu anayejiita zabibu ni tapeli, lakini kwa sababu ya matendo yao ni matapeli. Hata mimi naitwa mara nyingi pale mkoani kwa RPC kuulizwa, mbona bwana waganga fulani anaonekana amekwenda huyu mteja amemtapeli, amembaka. Wale ni matapeli. Napenda hilo mliweke vizuri sana. Mtu yoyote ukisikia anakuambia labda amekufanyia uganga na kupeleka kabrini eti mkaombe, yule ni tapeli. Kisha kwenda pale ndio anapokuambia, sasa ukitaka uje upate hii pesa, nenda kalete shilingi 50,000 au 200,000 au milioni. Unataka milioni, anakuambia sasa nenda nyumbani chukua hii dawa, nenda ukaoge. Ukioga hii dawa kanjiani au mlangoni, akipita mtoto mdogo. Mtazamaji wa Watetezi TV, wakati haya yote yanajiri, Tanzania inajiandaa kuungana na mataifa mengine katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, ambapo kauli mbiu mwaka huu hapa nchini inasema haki za mtoto, tulipotoka, tulipo na tuendako. Kauli mbiu inatutaka tutafakari upatikanaji wa haki za watoto tangu zilipoainishwa na sera ya maendeleo ya mtoto wa mwaka 2008 kuhusu haki 5 za msingi za mtoto, ambazo ni haki ya kuishi, kuendelezwa, kulindwa, kushirikishwa na kutokubaguliwa kwa kuzingatia tulipotoka, hapa tulipo na tunapotaka kufika. Ni wajibu wako mimi na wewe kuhakikisha ukatili utaendelea kutokomeza ndani ya familia zetu. Hii ni Watetezi TV kutoka Iringa. Jina langu naitwa Heret Mola.